Na katika matukio haya siku za karibuni nimejaribu kukutana na watu wakiwa wanaomboleza, na katika sentensi mojawapo niliyoisikia ni hii: mapenzi ya Mungu yasikie kwa mwingine, yakikukaribia ni mazito. Lakini ndio hilo ambalo sisi huwa tunasali katika sala ya Baba Yetu. Tena sisi kila siku tulio wengi, mapenzi yako yatimizwe. Taabu inakuja pale ambapo sasa hayo mapenzi yanatimizwa. Nafikiri ndio maana huyu muombolezaji alisema hayo mapenzi ya Mungu yasikie kwa mwingine. Katika hali hiyo, sisi watu kama wenye imani tunapaswa kuyapokea mapenzi ya Mungu kwa imani vile vile. Yeye aliyetupatia ndiye aliyechukua. Kwa hiyo mwishoni lazima tuseme mapenzi yako yatimizwe. Tumechagua masomo na hasa somo la Injili ambalo linatupeleka Getsemani. Tulio wengi tunaelewa, tunaosoma Biblia, Getsemani ni nini kilitokea. Ni wakati ule ambapo Bwana yetu Yesu Kristo baada ya mlo ule pamoja na wafuasi wake aliiona picha halisi ya mateso, mahangaiko na yote yatakayomtokea yeye, na kaona kuwa hana namna yoyote au jinsi yoyote ya kufanya isipokuwa kwenda kusali. Aliwachukua wale ambao walikula pamoja naye, lakini alipofika sehemu fulani kundi kubwa liliacha, akachukua kundi dogo aliowaamini kuwa watakuwa pamoja naye katika hicho anachotaka, yani kumuomba Mungu ili kikombe hicho wasikinywe. Lile kundi likakubali, likaenda, lakini kile walichoambiwa wakeshe pamoja naye, wao walikesha kwa kulala, si kwa kusali. Karudia mara 2 mpaka mara 3 wanalala. Tunaalikwa katika maisha yetu tuwe watu wa kukesha katika sala. Tunatumia muda mwingi kufanya mambo mengi ambayo mengine hayana uhusiano wa karibu na maisha yetu ya kiroho. Tujipe nafasi pia ya kufanya mambo ambayo yanaunganika na maisha yetu ya kiroho. Sababu hiyo, kutokana na Injili hiyo, nilipenda tutafakari kwa pamoja jinsi ya fumbo hili la mateso katika imani yetu kama Wakristo, imani yetu kwa Mungu aliyetuumba bila sisi kuwepo, kwa mastahili na kwa mapenzi yake. Katika imani ya Kikristo ni tafakari inayohusu mateso, kifo, ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nalisema hili kwa sababu kwa wachache sana waliobahatika, wachache kati yetu waliobahatika kukutana naye, Bernardini Mfumbusa, siku za mwisho kabisa, watathibitisha wazi kuwa alikionja hiki kikombe cha mateso. Hata kama mtu ulimkuta katika hali ambayo hawezi kusema, lakini basi hali yake ilionyesha wazi kuwa anapita katika wakati mgumu na kikombe hicho anakinywa. Hiki ndicho kikombe ambacho kinatupeleka katika ukamilifu wa maisha yetu. Fumbo la mateso
linatufundisha kuwa mateso si mwisho, bali ni ushirika wa sadaka ya Kristo inayotutakasa na kutuletea wokovu na kuleta utukufu. Mateso yanaeleweka kama ni kielelezo cha upendo wa kimungu na ushindi dhidi ya dhambi. Mateso ya Kristo ni kilele cha ufunuo wa upendo na huruma yake Mungu kwetu sisi wanadamu. Ndio maana alipanda katika mlima ule na akasali na akaomba kuwa kikombe asikinywe, lakini si kwa mapenzi yake, lakini Baba, mapenzi yake yatimizwe. Sababu hiyo sisi waamini, fumbo hili la mateso, tunaitwa kushiriki katika mateso ya Kristo kwa kuvumilia majaribu, mahangaiko, usumbufu na adha mbalimbali tunazozipitia kwa imani. Mateso kama mateso yasiyo na faida yeyote hayana fadhila, hayana nguvu ya kumwokoa mwanadamu, lakini yale ambayo yanaunganika na Kristo, ambayo yanakuwa ni tunda kubwa la imani yetu katika safari ya wokovu na utakatifu wetu. Fumbo hili la mateso, ambapo walio wengi wanalipitia katika maisha ya kawaida au katika hali ya ugonjwa na kadhalika, ni fumbo ambalo hatuwezi kulikwepa kama wanadamu. Mateso yanatuunganisha sisi wanadamu kushiriki sehemu ndogo sana ya mateso ya Kristo, ambayo alikuja aliteseka ili sisi sote tuweze kupata uzima wa milele. Kwa sababu hiyo, Kristo alikwisha kutukomboa sisi sote kwa mateso yake, lakini kila mmoja wetu anapaswa kuchangia kitu fulani katika mateso hayo ili kufikia uzima wa milele. Kwa hiyo tunapokumbana na mahangaiko na mateso mbalimbali katika maisha yetu, tusirudi nyuma, tusikate tamaa, tusife moyo, tusimwache Mungu wetu, lakini tuendelee kuwa naye kwa karibu na tuendelee kumwomba tujalie nguvu na uvumilivu katika mateso hayo. Nguvu na uvumilivu tunayapata kwa Kristo. Ndio maana aliwaalika wale wachache wasali pamoja naye, wakeshe walau hata kwa saa moja. Aliwaambia, mmeshindwa kukesha nami hata kwa saa moja tu. Kwa hiyo aliwaalika wakeshe pamoja naye. Kwa sisi pia tuunganishe hayo yote ambayo tunakutana nayo kama mateso na sala na mikesha ya kiimani itakayotupatia tija na labda ufumbuzi wa mahangaiko yetu katika maisha tunayoyapitia. Leo tunamsindikiza baba yetu Mfumbusa. Lakini Mfumbusa ni mrefu mno kumwelezea. Mambo yake katika kipindi hiki cha miaka 64 aliyoishi tukayamaliza, na inawezekana wengi wetu hatukumuelewa katika kipindi chote cha maisha haya. Lakini Mfumbusa kwanza ni Mkristo aliyeutambua na kuupokea Ukristo vizuri katika maisha yake, akauelewa na akautafsiri vizuri Ukristo ule
katika kila alilolifanya na kulitenda. Mfumbusa wengi tunatambua wazi kuwa amefanya kazi nyingi ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Amekuwa ni kiunganishi kati ya imani na jamii kwa ujumla. Kama mwalimu, amekuwa mwaminifu katika ualimu wake, akiendelea kufundisha vizuri sehemu mbalimbali alizopitia. Na ualimu huo haukukoma tu alipopewa uaskofu, lakini alipopewa uaskofu aliendelea kufundisha zaidi katika jimbo na kwa kanisa zima. Tunatambua nafasi zake mbalimbali alizozipokea za kitaifa na kimataifa, ambazo zilipambanua karama yake, uwezo wake mkubwa na kukubalika kwake katika nyanja zote hizo. Mfumbusa ni mmoja kati ya wachache ambao wanaweza kutumia elimu walioipata darasani kuunganisha na maisha ya kawaida pale walipo. Tulio wengi tunatumia elimu ya darasani, lakini kuiweka katika matendo ya kawaida tunakwama. Mfumbusa aliweza kutumia hiyo na alipata zawadi kubwa hiyo ya kuwa aliweza kuichukua hiyo elimu na akaiweka katika hali ya kawaida na akaeleweka katika ukawaida huo, na akaleta matokeo yaliyochanya katika jamii ambayo aliifikishia ujumbe. Ndicho alichokifanya alipokuwa huko Sauti kama mwalimu, lakini ndicho ambacho amekifanya alipokuwa kama padri katika jimbo la Dodoma, na akianzia utume wake katika parokia mbalimbali ambazo amezipitia na seminari. Alijaribu kuunganisha kitu hicho. Kwa haraka wengi wangeweza kumuona kama ni mtu mwenye majivuno au labda na kiburi, lakini ndivyo ambavyo Mungu alimuumba kuufikisha ujumbe kiurahisi kwa watu, na waliomwelewa na kumpokea walifanikiwa sana. Mfumbusa pia kama askofu aliendelea kuunganisha elimu ya Mungu, teolojia yake, uwezo wake na vipaji alivyokuwa navyo, kuunganisha watu marika mbalimbali na makundi mbalimbali na Mungu wao. Lakini amekuwa pia ni daraja zuri la kuunganisha kati ya dini moja na dini nyingine. Natambua wazi kuwa kule ambako alikuwa kama askofu kuna dini nyingine pia, wengi waamini wa dini nyingine, lakini pia amekuwa kiunganishi mzuri, na hatujasikia mahangaiko yoyote, migogoro yoyote kati hayo, kutokana na uongozi wake imara wa kukutana nao, kuongea na kutatua changamoto zao mbalimbali. Lakini pia amekuwa ni kielelezo kizuri cha maendeleo katika jamii. Siku za karibuni tu, baada ya kutafakari na kuona kuwa tuna changamoto kubwa la makatekista hasa wa pembezoni ambao kipato chao hakitoshi kuweza kumudu maisha yao na kuendelea kufanya kazi hii ya ukatekista, tukapata wazo zuri kutoka kwake, ambapo Jimbo Kuu la Dodoma pamoja na majimbo ambayo yanazofanya Jimbo Kuu la Dodoma tuliweza kwa kuchagua makatekista wachache kwenda kuanza kupata elimu kwake ya kilimo bora na sahihi, na mafunzo hayo wakayafanya, na hao makatekista wetu wameanza kutekeleza jambo hilo, na wapo wanaotupa mrejesho mzuri kuwa wamefanikiwa. Sasa inatokana na ubunifu mbalimbali katika maisha. Yapo mengi, lakini yatoshe kumshukuru sana Mungu kwa zawadi ya Mfumbusa
katika kanisa na jamii kwa ujumla. Tunashukuru kwa karama hizo za pekee, lakini tunashukuru kwa zawadi kubwa ambayo amelijalia kanisa katika sehemu mbalimbali. Kwanza jimbo, pili taifa, tatu katika mataifa kwa ujumla. Ndio Mfumbusa ambaye leo amepumzika na sisi tunaongea juu ya habari zake. Ni kusali na kumwombea, lakini pia Mfumbusa ataendelea kubaki katika maisha yetu tukitekeleza yale ambayo alituagiza, yale ambayo alitufundisha, yale ambayo aliyafanya. Ataendelea kuishi, ataendelea kuwa hai na hatapotea katika macho yetu. Tuendelee kuwapa pole wote wanaoguswa kwa karibu sana na msiba huu, na tuwatakie matumaini mazito yanayotoka kwa Mungu awasimamie na kuwaongoza, lakini yeye mwenyewe awafute machozi, na mkiamini wazi kuwa baada ya mateso aliyopitia amekamilisha juu ya safari yake, na hivi Mungu mwenyewe atampokea katika uzima mpya wa milele. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.